Miongoni mwa majina ya makocha ambayo yamekuwa kwenye meza ya viongozi wa Young Africans kwa muda wa takriban wiki 3 hivi sasa ni jina la Mhispaniola Carlos Hernandez Iranejos. Huyo ni mzaliwa wa Gandia, Spain, mwenye umri wa miaka 41. Kwenye kipindi cha takriban wiki 3 kuanzia na zile wiki 2 za international break ambazo jina la Romain Folz lilikuwa kama linatupwa kwenye kikapu hivi kuhusu kuondoshwa na kila kitu, mpaka likaja likaibuka jina la kocha wa Madagascar Romuald Rakontodrabe, jina ambalo media lilikuwa limelipush kwa kiasi kikubwa sana. Lakini wakati ule pia Young Africans walikuwa hawalifuatilia na kuliangalia jina la Rakontodrabe peke yake wala kufanya mawasiliano na Rakontodrabe peke yake, lakini kulikuwa kuna jina la tactician kutoka Uhispania, Carlos Hernandez Iranejos. Ni mwalimu ambaye ana uzoefu kwa kiasi kikubwa sana na amekuwa na rekodi ya kutengeneza timu ngumu na hatari na kufanya vitu vikubwa. Licha ya kwamba hajakuwa na ile silverware, lakini kuna wachezaji wenye majina makubwa amebahatika kuwafundisha na kuna rekodi za hatari ambazo amefanikiwa kuzitengeneza katika safari yake ya ukufunzi mpaka sasa. Huyu bwana ni mwalimu ambaye safari yake ya ukufunzi ilianza mwaka 2011. Ilianza katika timu za vijana kule kwa Spain. Lakini katikati pia baada ya hapo akaingia Afrika hapa. Alienda Zambia, akaenda na Senegal. Akaenda kupata uzoefu pia tofauti wa kulijua soka la Afrika. Hakukaa sana, akarudi tena Ulaya. Akarudi katika nchi ya Cyprus. Akaenda kuwa kocha msaidizi huko, then akaenda katika nchi ya Gibraltar ambapo alikwenda kuwa kocha mkuu kwenye senior team kwa mara ya kwanza katika klabu ya Manchester 62 ambayo ni klabu inayoshiriki katika ligi kuu ya Gibraltar. Hakukaa sana pale. Mwaka 2018 akateuliwa kuwa kocha wa timu za vijana za Al Hilal ya Saudi Arabia. Bwana alifanikiwa kuwaongoza wale vijana kwenda kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Saudi Arabia chini ya umri wa miaka 17 wakiwa wamepoteza mchezo mmoja tu. Walishinda michezo 23, walitoka sare 3, wakapoteza mchezo mmoja na wakawa mabingwa kwenye ligi ya vijana wa umri chini ya miaka 17 katika nchi ya Saudia. Alipotoka hapo mwaka 2021 akateuliwa kwenda kuwa kocha wa klabu ya Al-Shabab. Hapa sasa nakupitisha kwenye rekodi zake alizozitengeneza. Klabu ya Al-Shabab ambayo inashiriki katika ligi ya Saudi Pro League. Watu wanaofuatilia ligi ya Saudia watakuwa wanaifahamu klabu ya Al-Shabab. Ile klabu yeye akiwa kocha mkuu alifanikiwa kuisaidia kushika nafasi ya pili kwenye ligi ya Saudia. Nafasi ambayo Al-Shabab walikuwa hawajashika nafasi ya pili au zaidi kwa kipindi cha takriban miaka 16. Mara ya mwisho waliwahi kuwa mabingwa mwaka 2005, lakini mpaka anakuja yeye kuichukua timu na kwenda kuwapa nafasi ya pili kwenye ligi ya Saudia, walikuwa wanamaliza nafasi ya 8, ya 5, ya 4, ya 3 sana sana. Lakini kwa kipindi cha miaka 16 yeye ndo alikwenda kuwapa best league finish Al-Shabab katika ligi ya Saudia. Mwaka 2023 alikwenda katika klabu ya FC Noa ambayo inashiriki katika ligi ya Armenia. Hii ni klabu ambayo imeanzishwa mwaka 2017. Ni klabu changa kiukweli. Yeye akiwa kocha mkuu kwa mara ya kwanza alikwenda kuwapa pia highest league finish. Alikwenda kuwasaidia FC Noa kumaliza nafasi ya pili kwenye ligi ya Armenia na ikawa ndo tiketi yao ya kwenda kushiriki michuano ya conference msimu uliopita. Na msimu uliopita ndo amekwenda kuwa mabingwa. Kwa ni kama vile Carlos Hernandez Iranejos alikwenda kuwatengenezea msingi, alafu mwalimu aliyefuata akajenga kuanzia ile foundation ambayo Iranejos aliacha katika klabu na wakaenda kuwa mabingwa msimu uliopita. Sasa baada ya kuwa nimezungumzia mafanikio ambayo ameweza kuyatengeneza, licha kwamba hayakuambatana na mataji ukitoa labda katika timu za vijana, lakini unaweza kuona ni mwalimu ambaye akiamua kutengeneza timu anaweza kutengeneza timu ngumu kweli kweli. Lakini miongoni mwa wachezaji ambao pia amewafundisha ni Dumesi Mbokani. Kwa watu ambao walikuwa wanafuatilia kipindi fulani Norwich City watamkumbuka Mbokani. Huyu alikuwa ni Mkongomani ambaye alicheza katika Premier League. Huyu ni miongoni mwa wachezaji ambao wamepita kwenye mikono ya Iranejos. Mchezaji mwingine ni Eva Banega, kiungo wa zamani wa Sevilla. Huyu ni kiungo ambaye pia amepita kwenye mikono ya Carlos Hernandez Iranejos. Lakini mchezaji wa tatu na wa mwisho
ni Odion Ighalo ambaye amewahi kupita mpaka Manchester United. Huyu pia ni mshambuliaji ambaye amepita kwenye mikono ya mwalimu ambaye hivi sasa Young Africans wanamwangalia kwa ukaribu sana kwenye meza yao ya mapokezi. Ili jina la Carlos Hernandez Iranejos limekuwa likifuatiliwa kwa siri na viongozi. Of course kuna majina mengi, lakini hili ni jina ambalo limekuwa miongoni mwa yale ya juu kabisa katika listi yao, lakini halikupata upepo wa media, yani halikusukumwa na vyombo vya habari, halikusukumwa na watu. Ni kama vile pengine viongozi walikuwa wameamua kuliweka reserve, hawakutaka labda kudisclose mambo mengi kuhusu hili jina, lakini walikuwa wanalifuatilia kwa kiasi kikubwa sana.